Mbwaduke Stats, Sport Next Level. Kushoto kwangu ni mchambuzi mzee wa data Ramadhani Mbwaduke. Huyu ni miongoni mwa watu ambao walihudhuria kwenye tuzo za BMT, yani Baraza la Michezo Taifa. Nini ambacho kilitokea huko? Basi nakwenda kukujuza. Miongoni mwa klabu ambayo imechukua klabu bora ya michezo Tanzania ni Young Africans. Nataka nikamuulize yeye kwa namna ambavyo ametazama, anashuhudia, lakini yeye ana maoni gani juu ya tuzo hii? Kipi ambacho Yanga kimewafanya hadi waweze kupewa tuzo hiyo? Basi twende sawa. Mzee wa data, uko salama kabisa? Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Hofu kwako? Mimi niko salama kabisa. Kheri. Shukrani sana. Mzee wa data, nafahamu wewe ni miongoni mwa watu ambao walishuhudia zile tuzo za BMT mwaka 2024. Na hapa natamani tuzungumzie club bora ya michezo Tanzania, Young Africans. Ndio ambao wameibuka, wamechaguliwa. Natamani kufahamu angalau kwa upande wako, maoni yako, kitu ambacho pengine kimewafanya Young Africans waweze kupata tuzo hiyo ya club bora ya michezo nchini Tanzania kwa mwaka 2024. Hii ni faida kwangu na watazamaji pia waweze kujua nini ambacho Yanga wamedeserve kupata tuzo hiyo. Swali zuri sana. Kimsingi kwanza tuzielezee tuzo hizi kama ulivyotoka kuelezea. Kwa ufupi tu, hizi ni tuzo za michezo za wana michezo bora na klabu bora zilizofanya vizuri kwa mwaka 2024. Ni tuzo ambazo huwa zinatolewa kila mwaka, huu ukiwa ni mwaka wa 3, kwa sababu tuzo hizi zilizotolewa hizi jana ni za 3 tangu zianzishwe na Baraza la Michezo la Taifa BMT. Tunakumbuka vizuri kwamba Baraza la Michezo la Taifa BMT ni chombo cha serikali ambacho kimeundwa kisheria na ndicho kinachosimamia michezo yote nchini, sio soka tupu. Sasa katika utaratibu wake huu wa kutoa tuzo kwa ajili ya kutambua, kuthamini na kupongeza wana michezo binafsi waliofanya vizuri na klabu zilizofanya vizuri kila mwaka, hufanya hivyo kwa kufanyaje? Kwamba hapa si mwaka 2025, tuzo zinakuwa za mwaka uliopita 2024, kwa sababu za mwaka huu 2025 zitatolewa 2026. Ndio kwanza tupo Juni. Kwa hiyo mwaka huu hujaisha, uwezo kutoa tuzo za mwaka huu. Ni lazima mwaka uishe, ifike Disemba ndio uanze kufikiria tuzo za mwaka 2025. Kwa hiyo tunapozungumzia tuzo za 2024 ndipo zinatolewa huu mwaka 2025. Umeshaelewa vizuri? Sasa kwenye tuzo hizi zinahusisha michezo yote, sio soka tupu. Maana umehitaja Yanga ndio kwa sababu ndo washindi wa tuzo hii ya klabu bora ya mwaka kwa mujibu wa tuzo za BMT. Tunaposema klabu bora sio tu kwa kulinganisha na Simba, Azam, Singida Black Stars, Dodoma Jiji, Kagera Sugar, Tanzania Prisons, KMC, Coastal Union na nyinginezo. Sio hizo tu, bali pia kuna klabu za mchezo, kwa mfano basketball, hapa nazungumzia timu kama Pazi, kuna klabu za netball, kuna klabu za mchezo wa kuogelea, kuna klabu za mchezo wa tennis ule wa mezani, kuna klabu za long tennis ile isiyokuwa ya mezani, umeona, na michezo mingine yote unajua nchini. Yote timu klabu bora, sio klabu bora ni Yanga, ndo tuzo hii. Na Yanga wanafanya hivi huu kwa mwaka wa 2 mfululizo, kwa sababu mwaka uliopita pia walitoa tuzo hii, si ndio? Sasa swali ni kwamba ulichoniuliza kingine kwamba kitu gani pengine kimewabeba Yanga wakatoa tuzo hii ya mwaka 2024. Kwa jinsi nilivyoshuhudia tuzo zikitolewa kwa washindi, maana kulikuwa na tuzo 11. Yanga akatoa tuzo hii na mgeni wa heshima alikuwa ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, ambaye alikuwa anamwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Amiri Jeshi Mkuu. Yeye ndo alikuwa anamwakilisha pale. Unaona ni tuzo ambazo ziko serious kiasi gani? Naam. Ni dhamira ya serikali kupitia vyombo vyake kama hii Baraza la Michezo la Taifa kuhamasisha michezo, kutambua, kuthamini, kupongeza. Ndio maana unaona viongozi wakuu wa nchi walikuwepo, kwa maana Waziri Mkuu ndiye alikuwa mgeni wa heshima. Yote kuhakikisha michezo inashamiri na kutimiza malengo yake ambayo ni kutoa burudani kwa Watanzania, lakini pia kuwawezesha kuwa na afya bora. Michezo inajenga afya, lakini kubwa zaidi linatoa fursa za ajira na kipato kwa vijana na Watanzania kwa ujumla, kwa njia za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja, kwa sababu kwenye michezo kuna multiplier effect kwenye dhana za kiuchumi, uchumi endelevu. Fedha zile unazoziona, kwa mfano mechi inachezwa uwanja Mkapa,
za kiingilio. Lakini wakati huo kuna watu pale wanauza jezi, wanauza maji, wanauza chakula, kina mama ntilie. Pengine hawamjui hawajui Yanga, hawajui Simba, lakini walau michezo ile inawalipa wao. Ambao wanachokipata wanasomesha watoto wao shule, wanajikimu mahitaji yao. Hapa nimetaja mifano tu ya mama lishe, lakini klabu zenyewe zinaajiri wachezaji. Maelezo yake hayo ni marefu, nisitoke kwenye swala lako la msingi. Yanga kilichowabeba ninavyoamini mimi ni kwamba kwa msimu uliopita kwenye mpira wa miguu Yanga walitoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Hilo halina ubishi, sio? Lakini na ubingwa wenyewe walitoa kwa kishindo sana, kwa sababu walimaliza na pointi 80 ambazo ni rekodi tangu msimu wa 2010 2011 katika ligi kuu Tanzania bara, kwa sababu ni performance ya 88.888 around 89%, kwa sababu kumaliza ligi umepata pointi 80 kati ya 90, huo ni ufanisi wa hali ya juu sana, sio? Lakini pili, hata kwenye kufunga mabao walifunga mabao 71 ambayo Yanga yenyewe tangu ligi kuu Tanzania bara ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja ya kwanza, kwa Yanga ilikuwa ndio rekodi kufunga mabao ya idadi ile, kwa sababu hapo kabla Yanga ilifunga mabao mengi ilikuwa msimu wa 2014-15 mabao 70. Lakini issue sio Yanga tu, kwa sababu tuwazungumzia na timu nyingine. Simba imeshawahi kufunga mabao 75 msimu wa 22-23 haikuwa bingwa. Yanga wamefunga 71 kwa mwaka huu tunaozungumzia, ni kwamba wao walikuwa ndio klabu iliyofunga mabao mengi kuliko timu zote katika ligi kuu, lakini ndio timu ambayo ni klabu ambayo timu yake iliruhusu mabao machache kuliko klabu zote katika ligi kuu, kwa sababu iliruhusu mabao 14. Kwa hiyo ikatoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia ni Yanga ikatoa ubingwa wa kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ambapo kwa kawaida timu za ligi kuu huanzia raundi ya pili. Kwa hiyo ilipita raundi ya pili, raundi ya tatu, raundi ya 4, robo finali, nusu finali, finali. Mechi 6 zote ilishinda. Ya finali dhidi ya Azam iliisha kwa bila mikwaju ya penalty, Yanga wakashinda 7-6. Lakini kwa safari yake walizifunga timu kama Hausang 5-1, walifunga Police Tanzania 5-0, walifunga Dodoma Jiji, walifunga Tabora United 1-3-1, 2-2. Halafu wakaja wakaifunga Singida. Singida msimu uliopita ni Singida Fountain Gate, yes. Singida Fountain Gate wakaifunga 1-0, alafu ndo wakaenda finali na Azam wakashinda kwa mikojo ya penalty. Tukihesabu mabao yaliyofungwa kwa mfano katika michuano ya kombe la shirikisho hivi sasa linaitwa la benki ya CRDB, Yanga wafunga mabao 16 hapo. Sio nikwambia 5-1, 5-0, kuna 3-0 inakuwa 13, kuna 2-0 inakuwa 15, kuna 1-0 inakuwa 16. Finali ilikuwa 0-0. Lakini waliruhusu bao moja tu mechi dhidi ya Hausang wakati wanashinda 5-1. Kwa hiyo ilifunga mabao 16, iliruhusu bao moja michuano yote ya kombe la shirikisho msimu uliopita kwa mwaka 2024. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba imechangia kwa kiasi kikubwa kuifanya Yanga iwe miongoni mwa klabu bora. Lakini pia ni mwaka ambao Yanga walifika robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wakenda wakatolewa kwa matuta na Mamelodi Sundowns bila kwa Mkapa, lakini bila kule Afrika Kusini. Matokeo jumla ikawa bila kwenye mikojo ya penalty wakatolewa, lakini walifika mbali robo finali. Lakini hapa nimezungumzia juu ya ufanisi uwanjani. Kwenye vigezo klabu bora pia ni pamoja na management kwenye utawala. Yanga walikuwa si miongoni mwa klabu ambazo zilikumbwa na migogoro yoyote katika uendeshaji wake. Hakukuwa na malalamiko au mambo yote hasi kuhusiana na mishahara wachezaji na kadhalika. Kwa hiyo kwa ujumla mimi nitaja baadhi ya ambavyo naamini vilibeba Yanga. Wale wenyewe kwenye kamati ya tuzo ikiongozwa na Profesa Madundo Mtambo, striker wa zamani wa Reli ya Morogoro Kibuka ya Vigogo, striker wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Bila shaka wao wanavijua vingi zaidi katika vigezo vya kupata klabu bora, lakini baadhi yake mimi nimejaribu tu kugusia vile ambavyo sisi ambao hatupo ndani ya kamati tunajua wazi kwamba Yanga ndo mabingwa wa michuano ya ligi kuu Tanzania bara, michuano namba 1 kwa uzito kwa nchini kwenye mpira wa miguu, lakini michuano namba 2 kwa uzito kwa klabu nchini, na maanisha kombe la shirikisho la benki ya CRDB. Wao ni mabingwa ligi ya mabingwa, michuano namba 1 kwa ubora barani, kwa ukubwa barani Afrika chini ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF. Wao walifika robo finali, na mambo kama hayo naamini yalichangia kwa kiasi kikubwa kuifanya Yanga itwae tuzo hii ya klabu bora, ni klabu bora nchini kwa tuzo za Baraza la Michezo la Taifa BMT. Nikushukuru sana. Shukran jazilan. Asante sana.
Baduke Stats, Sport Next Level.